maisha yamejaa machaguo. Kuna watu ambao wameamua kuitumikia hii nchi kwa kujiajiri wao wenyewe, na kuna watu ambao tumeamua kuitumikia hii nchi kwa kuajiriwa na serikali. Wote tunajenga nyumba moja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumetofautiana maeneo ya kuitumikia jamhuri yetu. Mtu ambaye ameamua kujiajiri hajajiajiri kwa ajili ya tajiri yeye, amejiajiri yeye ili kuboresha maisha yake yeye, kuajiri Watanzania wenzie, ili kutengeneza tija na kushiriki katika ujenzi wa taifa lake. Jukumu letu sisi kama maafisa biashara ni kufacilitate huyu mtu ili afikie malengo na ndoto yake. Anapofikia malengo na ndoto yake, maana yake anaenda kujenga uchumi wa nchi yetu, anaenda kuboresha kipato cha Mtanzania mmoja mmoja, na anaenda kuboresha mazingira yetu sisi ya kazi. Kwa hiyo ni lazima tubadilishe mtazamo wetu kuhusiana na biashara. Mfanya biashara hafanyi biashara ili awe tajiri. Anafanya biashara kwa sababu serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Anafanya biashara ili awe na uwezo wa kuajiri wengine, kwa sababu serikali haiwezi kuajiri kila Mtanzania. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kumuona huyo kama mzalendo ambaye amejitoa kutumia rasilimali akili, lakini kuteki riski ya mitaji ya mikopo, kutengeneza mitaji, kujiajiri yeye na kuajiri wengine. Tusimwangalie huyo kama kisima cha pesa ama mtu ambaye anatengeneza fursa ya kuwa tajiri, na sisi ambao tumeingia serikalini tumetafuta umaskini. Hapana. Wote tunajenga nyumba moja. Ni jukumu letu kucomplement jitihada za wenzetu ambao hawakupata bahati ya kuwa na check number kama sisi. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba na wewe pia una matamanio na matarajio. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kusaidiana kufikia hayo matarajio na matumaini ya kila mmoja. Si jukumu letu kukwamishana. Na ndio maana katika kuona wewe kama binadamu ambaye una matarajio na matumaini yako, ni vyema tukaona picha ya utu, tuongozwe na utu, na hiyo utu kama falsafa inaweza kutufanya tukahudumia wenzetu ambao hawakupata nafasi ya kuhudumia ofisi ya serikali, kuona kwamba ni sehemu ya wajenzi wa taifa letu la Tanzania.